Mtazamaji wangu, siku ya leo ninakuja kukuonyesha kitu hapa, na hii kitu na kuonyesha hapa utaenda kukaa nacho na utaweza kunisahau katika maisha yako, na hiyo kitu kitakusaidia. Na ndio hii mti huu nimekuletea, unaitwa kifumbazi. Huu mti ndio unaitwa kifumbazi ama muinura. Naomba utazame vizuri sana. Mti huu wa kifumbazi ama muinura ndio huu mti tunausema ndio unaitwa mama wa miti. Ndio mama wa miti, ndio mama wa misimu, ndio mama wa majini. Yaani huu mti wa kifumbazi ni mti ambao ni mti wa ajabu sana. Ninaposema ni mama wa miti, ni mama wa misimu, mama wa majini, mama wa kila kitu. Huu mti unasaidia mambo mengi sana. Kifumbazi hii ukiupata wewe kama uko katika maeneo yako, ninakuomba huu mti uwe unautumia, kwa sababu mti huu kuna faida nyingi. Faida nyingi sana. Mti huu kuna faida nyingi sana, na ninaomba kwamba tuendelee kutazama ili tuweze kufaidika sisi wote katika mti huu. Nimekuja leo katika mti huu ili uweze kupata faida. Na vile vile ninaendelea kukuambia kuhusu mti huo wa kifumbazi. Mti huo wa kifumbazi ni mti mzuri sana ukienda kutumia katika mambo yako. Mti wa kifumbazi utakusaidia sana, kwa sababu ni dawa kubwa kwa watu ambao wanataka tiba, watu ambao wako na matatizo mbalimbali. Yaani ukichukua majani yake, ila unapoenda kwa mti wa kifumbazi kwanza ama huu muinura, hakikisha ya kwamba uko na kitu ambacho kama mchere, kama sadaka ya kwenda kuchukua. Ukifika unasema wewe ndio mti wa kifumbazi, mimi fulani nimekuja kukuchukua ili uende kunisaidia katika masuala yangu. Unatupa ile mchere pale kwa hiyo mti, alafu unachuna majani yake, unaenda nayo. Mti huu ukitumia kama ukiponda ponda, uwe unaoga asubuhi, unasema manuizi yako ya kufungua nyota yako, kufungua baraka zako asubuhi kabla tuseme kuanzia saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Isipite saa 5 kama hujakoga dawa ya mti wa kifumbazi. Ukifanya hivyo utaweza kufungukiwa mambo mengi. Utafungukiwa baraka nyingi. Kuna watu wamefungwa katika vifungo mbalimbali, lakini tulipowaelekeza kutumia mti wa kifumbazi, leo wananiambia kwamba wamefanikiwa na mambo yameenda vizuri. Mti wa kifumbazi ni dawa kubwa sana, ndio maana unaitwa mama wa miti, ndio maana wanauita mama wa misimu, ndio maana wanamuita mama wa majini, kwa sababu uko na mambo mengi sana, kutoka juu ya majani yake mpaka chini. Hiyo misisi yake, ukichukua hiyo misisi yake ukachemusha ukakunywa, inaweza kukuondolea mambo mengi, mashida mbalimbali. Wale watu wanalia kwamba nguvu za kiume hakuna, tumia mti wa kifumbazi misisi yake kwa kuchemusha na kunywa, utaona matokeo makubwa. Kuna watu wengi wanalia wana watoto. Leo hii nakwambia tumia misisi ya kifumbazi, tumia kwa kuchemusha na kunywa. Njia zako za uzazi zitafunguka na watoto watapatikana. Wale watu ambao wanasema leo wanaumwa tumbo, tumia mti wa kifumbazi. Kama unaumwa tumbo, kuna matatizo ya kuumwa tumbo, tumia mti wa kifumbazi, ndugu yangu, dada yangu, mahali ulipo, na utakuja kuleta matokeo mema. Na kuambia kama uko na shida yoyote inakusumbua, jaribu kutumia mti wa kifumbazi, majibu yake yanaonekana haraka. Wale watu wanafanya biashara, wanataka wateja, choma katika biashara yako. Chukua miti ya majani ya kifumbazi, enda kauza, lakini unapokauza usijakauze katika mahali jua iko kali.
kausia mahali ambapo hakuna jua kali, kisa uwe unawakisha unauchoma asubuhi katika biashara yako kwa nia ya kuwaita wateja magharibi na mashariki, kaskazini na kusini. Utapata wateja wengi na utaona njia zikifunguka za biashara. Kama ni masuala ya pesa, choma na kuita pesa, utaona mambo yakikufungukia. Hakuna siku nabii muonaji analeta kitu ya kupatiza. Ninakuomba unifuatilie mwenzangu naye nitasama kule. Fuatilia channel hii, endelea kuwa pamoja nami mpaka wakati tena tutakapo endelea kuleta somo lingine linalokuja. Kwa hivyo endelea kusubscribe, endelea kulike, endelea kushare my comments, endelea kushare my videos. Na wewe mtazamaji wangu, ninakuomba ya kwamba uendelee kucomment hapo, na kama uko na shida yoyote ambayo unaona imeshindikana katika maisha yako, ninakusi ukaweze kunitafuta katika namba ni 0 ama tuanze na jumuisha 2547208393. Hiyo ndio namba yangu ninatumia kwa mawasiliano yoyote unayotaka na nabii muonaji moja kwa moja. Nitafute tuweze kusemesana na utaweza kubarikiwa sana. Asanteni sana, asanteni sana.